Sababu nyingine ya 4 manake ni kukosa hofu ya Mungu. Baadhi ya watu wana uchache wa dini, hawafahamu kwamba Mungu ndiye anaruzuku kwa anayemtaka. Sasa unapokosa hofu ya Mungu, basi masuala mbalimbali ya Mungu kwamba kupata, kukosa ni jitihada, ama kupata, kukosa ni kadari ya Mungu. Sasa watu hao vile vile wanaweza wakaingia katika dimbwi la choyo. Sababu ya 5 ni malezi na makuzi. Watu wengi ambao watakuzwa katika malezi ya chuki, ya choyo, kutosikilizwa, malezi ya kukosa uwazi, malezi ya kusifiwa, malezi ya kupewa faraja. Hali hii inawafanya wanakuwa na kinyongo katika nafsi yao. Hali hii inawafanya wanakosa furaha katika maisha yao. Kwa hiyo hali hii inaweza ikapelekea hata wakatengeneza uadui kwa watu wenye furaha, kwa watu wenye manufaa, kwa watu wenye mafanikio. Kwa hali hii vile vile inapelekea watu kuwa na choyo. Na 6 ya mwisho ni economic factors, sababu za kiuchumi. Watu wengi ambao wanajishughulisha katika shughuli za kiuchumi, biashara, ama kushindana katika masuala mbalimbali ya uzalishaji, pale wenza wao wanapoona wanapata mafanikio na wamepata uzalishaji mkubwa, hali hii wanaweza wakaingia kwenye choyo. Badala ya kutafuta mbinu wazidi wao, hali hii inawafanya wao wanaingia katika choyo. Sasa inawafanya wanakuwa na wivu, kijiba cha roho, na roho ya tamaa, na roho ya chuki. Hali hii inawafanya watu hao kuwa na chuki. Kwa ujumla, tabia ya chuki ni mbaya sana. Tupambane katika maisha, tujifunze kwa waliopata mafanikio, lakini tusisahau pia kumwomba Mungu. Tukumbuke, unapokuwa na choyo katika nafsi yako, vile vile nguvu za ndani za kupambana zinashuka na hutapata manufaa yoyote. Acha choyo. Choyo ni tabia mbaya. Asante, bye bye. Mimi ni Mwalimu Hassan. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.